Okay, tunaendelea na mwendelezo wetu wa kujifunza gitaa halisi, na leo tutajikumbusha vitu vingine ambavyo vinaendelea kutusaidia na kutuimarisha kwenye gitaa. Moja kwa moja leo tutajifunza kuna kitu kinaitwaga doze kwenye African music. Kuna kitu nakisikia kinaitwa doze, yani mziki wa taratibu mzuri mtamu. So ufunguo wetu tumeanzia hapa ni kwenye F, lakini mshiko wetu ni C shape. Kwa hiyo tutaanza so unashika tu C shape hivi kawaida. Kwa hiyo unaanza na C shape tu kawaida. Unaanza na C shape tu. Sasa hapa kuna kitu kinaitwa octave. Octave yetu hii ambayo tunafanya octave, au kwa jina lingine wanaita double string. Nyuzi ambazo zinalia kwa wakati mmoja zinakuwa ni mbili, inaitwa double string. So octave yetu ambayo tunacheza 2/5. Inaitwa 2/5, yani uzi namba 2 na uzi namba 5. Kwa hiyo hapa unahakikisha kwenye step ya kwanza hapa E flat hapa unahakikisha haijashikwa na kitu chochote. Kwa hiyo unapiga uzi namba 5 tu. Uzi namba 5 na namba 2 unazipiga tu. Unakuja hapa tena hapa hauvuki. Hapa unakuja unapiga tena uzi hivyo namba 5 na namba 2. Na hapa hivi. Kwa hii na hapa hauvuki. Ila hii ya kwanza ndo unashika hivi ukiwa umevuka. Ni rahisi sana. Kwa hiyo unaanza na C shape kawaida. Unaanza alafu hapo unakuja unashika A shape. A shape. Sawa, kwa hiyo unaanza, yani ni simple sana afu nzuri. Unaanza alafu A shape. Sawa, kwa sasa ukitaka pia sound vizuri ifanye iwe kodi, yani shika mpaka uzi namba 5 ndio uta sound good zaidi. Yani utapata sound tamu na yenye mvuto sana. Kwa hiyo utafanya sawa, kuanzia uzi namba 5 unapiga ni C shape tumeshika, afu naongezea mpaka uzi namba 5. Kwa hiyo sawa, kwa sawa, yani ni rahisi sana. Kwa hiyo unafanya sawa, alafu hapa A shape. Yani ni rahisi sana. Kwa hiyo unaanza, narudia tena, hiki kidole kinashika uzi namba 5 peke yake. Usilalie nyuzi zingine. Unahakikisha kidole chako kimeshika wima ambacho hakitagusa nyuzi zingine. Alafu unakuja hapa unashika uzi namba 2 peke yake. Unahakikisha ina sound hivi. Kwa hiyo unapiga namba 2, namba 5 na namba 2. Kwa hiyo unapiga tunde. Kwa zinatakiwa ile hapa hauachi flat, hapa ni
flat na flat inayofuata. Kwa hapa tu ndo unavuka hii flat na kwa haijashikwa na kitu chochote. Kwa hiyo unafanya afu A shape, A shape, alafu E shape, unaanza tena moja tu. Yaani ni rahisi sana tu. Yaani ni simple kabisa. Sawa, unashika tu C sharp tu. Unaweza ukaifanya kodi au unaweza ukapiga tu C sharp kawaida tu. Vyovyote vile tu ina sound vizuri kabisa tu. Sawa. Kwa nini tunatumia hizi octave? Tunatumia hizi octave kwa ajili ya kuleta ladha. Yaani unaleta ladha fulani katika mziki wako, kwa hiyo unaamua kuchanganya, unaweza kuchanganya vitu viwili au vitatu kwenye second moja, ili kwa ajili ya kupata ladha tamu katika kile ambacho kina saundi. Kama unafanya product ya kutengeneza biti, unaweza ukazigawanya. Kwa hiyo unaweza ukafanya unaweza ukafanya alafu ingine ndio unakuja kufanya alafu ingine unakuja kufanya Sasa hivi vitu vyote vitatu vikija kulia kwa pamoja, viko kwenye kitu kimoja, afu vingine utavipani. Kuna kati ya hizi second mbili, kuna moja utaipani, kuna nyingine itaenda left, nyingine itaenda right, afu itakaa center. Unapata mziki amazing sana. Kwa hiyo mziki ni ubunifu. Ni nini unakifanya kwenye mziki wako au hicho ambacho unategemea kilie kwenye masikio ya watu? Ni kufanya tu creation nzuri ambacho utabuni kitu kizuri ambacho kitakuwa na impact kwenye masikio yako na kwenye masikio ya watu. Ndio maana tukafanya
viko mara mbili, unaweza ukafanya kwa hiyo ndo hivyo, mziki ni ubunifu. Unaweza kwa mfano unaweza kufanya so hapa nimesema ni 2/5, alafu unakuja hapa unafanya 1/4, namba 1 na namba 4. Njia ni vile vile, hapa unaacha space moja, hapa hauvuki na hapa hauvuki, na hapa juu ni hivyo hivyo 2/5 na yenyewe ni hivyo. Kwa hiyo ni rahisi mtu akisikiliza kwenye mziki wako, yani anasikia vitu amazing ambavyo vinalia, yani mpaka yeye mwenyewe anasema kuna kitu kilifanyika cha ziada. So mziki ni uweke akili yako ili uweze fanya kitu cha ziada ambacho kina impact kwenye masikio ya watu. So Mungu akubariki sana. Zaidi tukaze mazoezi. Mazoezi ndio mziki. Nimekuwa nikisisitiza sana hili jambo. Bila mazoezi hakuna kitu chochote unaweza kufanya chenye impact kwenye masikio yako na kwenye masikio ya watu. Kwa hiyo ni muhimu sana kufanya mazoezi na kufuatilia vitu ambavyo unaona ni vizuri zaidi, kwa hiyo vitakuletea impact zaidi, na kusikiliza vitu vya watu ambao wamefanya vizuri vitakujenga kwenye ubongo wako, utakuwa na vitu vizuri sana. So fanya mazoezi sana. Mazoezi kwa siku moja, kama unataka kufanya mziki wako uende juu, kwa siku moja angalau usipungue sana, ni masaa 4, masaa 3. Hapo usishuke chini hapo. Kishika chini hapo, kuna matokeo hautayaona ya kwenda juu zaidi. So pambana, usichoke kabisa. Mungu akubariki sana na tuko pamoja.